Tupo katika ukumbi wa Kilakala hapa ndani ya soko la Chief Kingalu katika siku ya maadhimisho siku ya familia duniani, ambayo kimkoa wa Morogoro vile kuna jambo kubwa tu limefanyika hapa, ambapo kauli mbiu inasema mtoto ni malezi, msingi na familia bora kwa taifa letu. Niko na mdau hapa, atasema jina lake nani. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Hassan Mikazi, ni mwenyekiti wa Tanzania Albinism Society mkoa wa Morogoro. Okay. Hassan Mikazi, nataka uelezee kauli mbiu ya maadhimisho ya leo. Wewe umeelewa vipi na unaelezea vipi? Mimi nimeelewa kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya familia ni kwamba sisi kama wanafamilia, kama jamii kwa ujumla, tunapaswa kuwa na upendo kwa watoto, tunapaswa kuwa na upendo kwa familia zetu ili kujenga familia ambayo itakuwa na utu ndani yake, lakini vile itaweza kuchochea maendeleo ya taifa letu, kwa sababu msingi wa maendeleo, msingi wa uchumi, msingi wa kijamii unaanza katika familia. Kwa hiyo ili familia iweze kuwa ili taifa liwe kuwa na watu wenye uwezo, watu wenye uchumi bora, watu wenye afya bora, watu wenye maadili mema, kunaanza na familia. Na familia tunayozungumzia hapa ni ile familia ambayo haina ubaguzi, haina ukatili ndani yake na haina kumbagua mtu yoyote kwa hali yake, ikiwemo hali za ulemavu. Tumekuwa tukiona kwamba watu wenye ulemavu wakifichwa ndani, watoto wenye ulemavu wakifanyiwa ukatili, lakini kupitia siku hii inatuamsha kwamba watu wote ni sawa na tunapaswa kuwa na upendo, mshikamano na umoja, kuhakikisha kwamba tunalea kizazi ambacho kitakuwa ni kizazi chema, kizazi chenye maadili na kizazi ambacho kina upendo ndani yake. Sawa. Asante. Leo tumeona kwamba kuna watoto ambao wana ulemavu wamekuja hapa na tuongele swala la uwekezaji katika malezi na makuzi, ambapo unakuta kuna wengine wanasema kwamba huyu mtoto ni mlemavu, si ndio, hawataki kuwekeza katika makuzi na malezi. So leo unaongea vipi? Hizo ni zipo dhana potofu dhidi ya watoto wenye ulemavu na watu wenye ulemavu. Tumeona kwamba baadhi ya wazazi, familia haziwapeleki watoto shule wenye ulemavu, haziwapi huduma bora za afya, hawapi mavazi mazuri, na pia vile hawawapeleki watoto wao kuchangamana na watoto wengine, hawawashirikishi watoto wao kwenye masuala mbalimbali kwa sababu tu ya wao wana ulemavu. Kwa hiyo nitumie fursa hii na siku hii ya leo kuwaambia kwamba watoto wote wenye ulemavu ni watoto sawa na watoto wengine, wanastahili kupatiwa elimu, wanastahili kupatiwa upendo, wanastahili kupatiwa kila kitu ambacho mtoto mwingine anapaswa kuwa nacho. Hata katika malezi anapaswa kulelewa katika tabia njema, katika maadili mema, ili mwisho wa siku akija kuwa mtu mkubwa au mtu mzima, basi awe ni mtu mwenye maadili na mwenye tabia njema, lakini vile vile mwenye kujiamini na kujithamini na kutambua yeye ana ulemavu na anastahili kuheshimiwa na kuheshimika katika jamii. Kwa swala la ulemavu lisiwe kigezo au kisingizio cha kumnyima haki yake ya msingi mtoto. Kwa kama ni mtoto ana ulemavu, tuhakikishe kwamba anakwenda shule, tuhakikishe kwamba anapata huduma za afya, anapata malezi bora sawa na mtoto mwingine bila kumbagua kwa hali yoyote ile alionayo. Kwa majina naitwa Amina Babu Sefu, ni mwanafunzi kutoka Sokoine University of Agriculture katika ngazi ya Masters of Psychology, Applied Psychology and Counseling. Tumekuja kuhudhuria katika maadhimisho ya siku ya familia, ambayo kikubwa zaidi ambacho kilinifurahisha ni katika kuona ni namna gani familia kama baba, mama na watoto kuweza kuwa karibu katika kuungana kuijenga familia, kwa maana ya kwamba mama na baba wanatakiwa kuwa pamoja na kuwa karibu baina yao bila kuangalia kwamba ni nani ambaye yuko juu sana au nani ambaye yuko chini sana. Kama tujuavyo, baba ndio kiongozi wa familia, lakini baba pia unatakiwa uweze kuact ili hata mtoto akipata shida aweze kufikia kama baba. Lakini katika jamii zetu tunaona kuna wazazi ambao baba wanakuwa wako juu sana, wanaogopeka kwa watoto wao, mpaka watoto wanapata matatizo katika jamii ya nje, wanashinda kumfikia mzazi. Kwa hiyo baba anatakiwa aweze kujenga urafiki, kujenga umoja na watoto ili kuweza kuweka familia bora. Sawa. Kuna baadhi ya watoto ndio kusema ni bahati sio nzuri au bahati mbaya, kwamba unakuta baba yuko huku, mama yuko huku.
katika mawasiliano au kuweka karibu inakuwa ni ngumu sana. Ndiyo. Swala hilo unaliongeleaje? Swala hilo naweza nikasema kwamba kuna matatizo ambayo yanatokea katika familia ambayo yanasababisha baba na mama kutengana. Lakini katika familia mtoto anaweza akawa ni kiungo cha kurudisha mahusiano baina ya baba na mama katika namna bora ya kujenga familia bora. Mama anaweza akawa kila siku analetewa shida na mtoto, anashindwa kutatua zile shida mpaka amfikie baba. Kwa hiyo at the time goes on, mahusiano yao na makabiliano yao ya karibu baina ya mama na baba yanakuwa karibu kupitia yule mtoto, na hatimaye wanaweza kuungana pamoja na wakatengeneza familia bora zaidi. Kuna ukaribu ambao tunaongelea, lakini unakuta kwa bahati ambao vile vile sio nzuri. Unakuta huyo mtoto ana changamoto ya ulemavu. Unakuta mzazi mmoja sana wengi wao wanapenda kusema kwamba mati ya mama hawezi kumkimbia mtoto wake kwa haraka zaidi. Unakuta mzazi wa kiume anakuwa anajitenga mbali kisa yule mtoto ana changamoto ya ulemavu. Aidha anaanza kuwa bani ngozi au viungo. Hilo unalonga vipi katika jamii kwa siku ya familia duniani ambapo tunaambiwa kauli mbiu kama unasema malezi na watoto. Ndio. Na mimi napenda kushauri jamii, ulemavu wa mtoto sio sababu ya kumkimbia mtoto. Wa mama anashindwa kumkimbia mtoto kwa sababu ndiye mwanae aliyembeba miezi 9, ana uchungu. Lakini baba wengine kuto kujua ile thamani ya mtoto, wanaamua kukimbia na kumwacha ule mtoto, lakini haitakiwi. Na wala katika kongamano la leo tumeelimishwa na kupewa elimu kwamba baba ana nafasi yake katika kumlea mtoto huyu ambaye ni mlemavu. Tusiwakimbie watoto walemavu. Ni Mwenyezi Mungu ambaye amekadiria wewe kupata mtoto huyo. Kwa hiyo tuwalee, tuwatunze na kuwaelimisha. Nashukuru sana. Asante sana.